أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الأعزاء. وهذه هي الطريقة لمن أراد أو يبحث النكاح. Na hii ni njia ambayo nitakwenda kuielekeza kwa wale ambao pengine wameshakaa muda mrefu bila mafanikio ya kuweza kupata waume. Yani wamekaa muda mrefu, wana hamu ya kuolewa, lakini wallahi mambo yanakuwa magumu. Yaweza kuwa wachumba wanakuja, lakini mwisho wa siku hakuna kinachofanyika, hakuna ndoa, hakuna chochote. Wamechoka katika kukaa wapweke, lakini pia wamechoshwa na kukaa bila waume. Sasa hii njia ambayo ninakupa hapa, ndugu yangu mpendwa mtazamaji, ni njia mujarrab. Ukitumia hii wallahi ina matokeo 100% biidhnillahi tabaraka wa taala. Na nimeileta hii maksudi kwa sababu kuna ndugu yangu kaniambia, basi shekhe ama ustadh, tuletee pia madua ya kuweza kupata waume. Nami bila shaka ninaileta hii kwenu muweze kuifanyia kazi, insha Allah mtakuja kunipa mkono. Naam, kitu cha kwanza ndugu yangu mpendwa mtazamaji, utakachokifanya wewe unayetafuta mume wa kukuoa, mume mwema wa kukuoa, kitu cha kwanza wewe mwenyewe inatakiwa kwanza ubadilike. Ukiona tafuta mume mwema, wewe mwenyewe kwanza ubadilike. Sio unatafuta mume mwema unaomba dua ya Allah, ya Rabbi naomba mume mwema, wakati wewe mwenyewe si mwema. Ni vitu viwili tofauti. Allah hawezi kukupa mume mwema wakati wewe si mwema. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hivyo inatakiwa uwe mwema. Uwe mwema. Lakini pia baada ukishaona sasa ushakuwa mwema, bimaana unatekeleza amri za Allah tabaraka wa taala, unajistiri, unaswali sala 5, unafanya dhikri, unafanya yale yote, unasoma Qur'an, unajifundisha mambo yote ya dini, unafuata dini kama ilivyosema, unachukua Uislamu kila pahala, basi utakachokifanya ni hichi. Kwanza, jambo la kwanza, ukianza kazi hii ama ukianza dua hii ambayo nakuelekeza hapa, kwanza swali rak'ataini, utaswali rak'a 2 sunnatil haja, rak'a 2 za sunnatil haja. Kisha baada ya kuswali rak'a 2 sunnatil haja, baada ya hapo salli ala nabii sallallahu alayhi wasallam, msalie mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam 1000 marra, msalie mtume mara 1000 katika kikao kimoja. Kisha baada ya kumaliza kumsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mara 1000, fanya istighfar, astaghfirullah wa atubu ilayh mara 1000 kadhalika. Baada ya kumaliza hapo, basi iqra hadhihi alayat, soma aya hizi ambazo nitakwenda kukuelekeza. Al-aya min surati al-anbiya, aya ya kwanza ipo katika suratul anbiya, aya nambari 89 inayosema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, rabbi la tadhurni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Hii utaisoma mara 41. Utaisoma mara 41. Ukishamaliza hiyo utasoma aya nyingine tena, wal aya min surati Ghafir. Utasoma aya ambayo ipo katika suratu Ghafir, aya nambari 44 inayosema wa ufawwidhu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Wa ufawwidhu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Aya hii pia utaisoma mara 41. Kisha ukishamaliza, thumma du hadha dua, kisha omba dua hii. Utasema hivi maneno haya, utasema Allahumma rzuqni zawjan saliha, e Mwenyezi Mungu na kuomba uniruzuku mume mwema, wa anta khairur raziqin, hakika wewe ni bora wa kuruzuku. Narudia tena, utasema dua hii, Allahumma rzuqni zawjan saliha, Allahumma rzuqni zawjan saliha, e Mwenyezi Mungu niruzuku mume mwema, wa anta khairur raziqin, hakika wewe ni mbora wa kuruzuku.
Kazi hii utakuwa unaifanya kila yaumin, kila siku utaifanya mara moja, kila siku utaifanya mara moja kazi hii. Kama ni asubuhi mwenyewe utachagua, kama ni asubuhi, kama ni jioni, utakuwa unaifanya kila siku, usikate tamaa. Basi wallahi haitachukua muda, Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea mume alokuwa mwema. We mwenyewe utaona atatokea kimaajabu kweli kweli. Hautajua namna utakavyompata, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea mume alokuwa mwema na utafunga ndoa naye biidhnillahi tabaraka wa taala. Chukue hii ndugu yangu katika imani, usidharau. Wengi tunadharau hizi, lakini haya maelekezo ni muhimu sana. Ni maelekezo yana maana kubwa sana. Yanifanya kwa ikhlas na kwa yaqini, basi wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atakujibu bila shaka. Wallahu a'lam, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.